Bado tunaendelea kipindi chetu cha dada yetu DJ Fanny. Tunataka tumpokee kiongozi wa 1-0. Ndo amekaribia sasa hivi, anafika sasa hivi. You welcome my brother. Welcome. Karibu sana. Naona umeshine, umependeza. Yes, wewe ndio kiongozi wa 1-0. Yes, karibu, simama hapa kidogo kwenye red carpet. Oya, picha pigwa na picha nini sometimes. Okay. Bro, vipi? Salama. Mambo yanaendaje? Kwema. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mojo Boss. Unaitwa Mojo Boss? Yeah. Ndio jina baba na mama? Ndio. Okay. Mojo Boss, wewe ndio rais wa 1-0. Hapana, mimi sio rais. Mimi ni mwakilishi wa 1-0, niko katika viongozi kwa sababu kiongozi wangu haipo, amesafiri. Sasa mimi nimewakilisha kama kiongozi wa 1-0. Okay, Mojo Boss. Mimi kabla sijaongea mengi, nini maana ya 1-0? 1-0 ni timu moja ya upendo, inafanya mambo mazuri mtaani. Yeah. Okay, kuna uvumi unavuma sana mtaani, mambo mengi yanatokelezea kitaa, watu wanasema mengi, wanaongea rash. So hiki kitu cha 1-0 watu wanakizungumzia vibaya sana. Wewe unajisikiaje kwa sababu ni member wa 1-0? Unajua katika maisha mtu akishaamua kuzungumza huwezi kumkataza. Mtu akishakuwa na mdomo anazungumza chochote kile ambacho anajisikia. Lakini sisi wa viongozi wa timu wa 1-0 ndio tunajua ukweli wa ndani wa 1-0. Okay bro, wewe unasema kwamba 1-0 inatenda wema zaidi, inafanya kila kitu kipo viral. Yes, unaweza ukatupa kitu kimoja ambacho 1-0 ilisha ukifanya cha wema wakasema kweli 1-0 japokuwa naisema inatenda wema. Ni kitu gani kimoja ambacho ushawahi kukifanya cha wema wakasema 1-0 inatenda wema? 1-0 ni timu ambayo inaandaa mechi ya urafiki na pesa ambazo zinatoka kwenye ile mechi tunaenda kuona watoto mayatima. Na 1-0 ukiwa na shughuli kama 1-0 inabidi tuje kukusupport. Katika kukusupport tunatumia ile katika kukutunza yani. Ndio kitu ambacho kimoja tunafanya kizuri hicho. Yes, ladies and gentlemen ambao wananitazama na kuomba unipe sikio nikupe maneno matamu. Yes, kama nakosea nipe ushauri kwenye comment. Mimi ni Mwami Tilak aka No Parking TV Burundi again and again. Yes, nataka watu wajue leo rais wa 1-0 ni nani na jina lake tulipeperushe wakae wanajua kwamba rais wa 1-0 ni fulani, na wajue kwamba 1-0 inasaidia baadhi watu ambao hawajiwezi. Sio kwamba eti wanatangaza, wanaenda kidini ndio maana wataki kutangaza. Okay, tuendelee. Rais wa 1-0 ni nani? Rais wa 1-0 anaitwa Hakizimana Yves, kwa majina maarufu anazoea kumuita Kirasosa Boy. Yes, shout out kwa Kirasosa, nasikia wanafanya makubwa yanafanyika mpaka watu hawaamini kwamba wanafanya makubwa. Okay bro, tetesi ambazo ulikuwa unazisikia kwa shehe wetu walikuwa wanawatukana sana. Wewe ulijisikiaje kipindi shehe anatoa maneno ambayo yalisababisha wewe huenda ulijificha au sijui ama hujajificha? Maana shehe aliongea mengi kuhusu 1-0. Mnasikia nyinyi watu ambao ni matata machachari sana. Wakati shehe aliamua kuzungumza alizungumza. Endapo alijua kama alikosea, alivyozungumza ni uongo, akaamua kujikerebesha, na ndio maana hivi hamna tena maneno ya 1-0 mtaani. Mlishawahi kukana shehe mkakaa naye mkachangia chakula? Bado hajapata hiyo fursa ya kukaa na sisi ili kuchangia naye chakula ima chai, lakini tunamkaribisha endapo atataka tu kuzungumza na sisi. Tunamkaribisha 1-0, hatuna shida. Kwa nini msimuiti shehe mkamwambia shehe welcome, njoo tukae sehemu tuweze kuenjoy kwa pamoja, ili kwa sababu uweze kuamini kwamba sisi 1-0 sio vile mnavyotufikiria sisi. 1-0 ni wa vijana ambao kila mmoja ana kazi tofauti, tuna mashughuli, hatujapata huyo muda wa kutulia kabisa. Isipokuwa kama tuna jambo ambalo linatukutanisha kama ile la jambo la DJ Fanny, ndugu yetu, dada yetu, tunakuja kumsupport. Ndio maana viongozi hawapo, lakini sisi viongozi tumebaki hapa nchini, tumekuja kuwakilisha 1-0. Okay, tukiendelea nasikia kuna tetesi wanasema kwamba eti 1-0 hakuna mwanamke anayekuja kuwasupport ambaye alishaolewa. Ni kweli? Wako baadhi ya wake wa watu, bako waume wa mtu. 1-0 ni mchanganyiko wa watu wengi sana. Watu tofauti, kuna watoto, kuna wakubwa, tuko tofauti mle. Kuna hadi vilema wanapenda 1-0 kwa sababu wanajua nguvu ya 1-0 ni nini katika jamii. Yes, nikikuacha uende ukapumzike, una kipi cha kuwashauri watu ambao wanatuangalia kwa muda huu, na una ushauri gani wa kuambia watu, kwa sababu 1-0 sio timu mbaya ambayo inafanya vitu ambavyo watu wanatufikiria vibaya? Ningependa kuwashauri watu kwamba wasichukulie maneno wanachukulia juu. Endapo ukisikia kitu au kukielewa, kiulize ili ukitekeleze. Sijui kama unanielewa hapo. Waulize, wakisikia tetesi fulani, 1-0 ni fulani hivi, ni 1, ni 2, ni 3. Pekua ile tetesi ili upate chimbo ni nini na upate ushahidi zaidi. Alafu utajua kama 1-0 tuko imara, tuko daima,
Allah tuongoze sote kwa uwezo wake inshallah. Okay, nimekumbuka kitu, nikimalizia, kama nikitaka kujiunga na 1-0 inahitajika kitu gani? Niwe na gari, niwe na pesa, niwe na nini? Hakuna kitu chochote kile kinachohitajika isipokuwa wewe kujitoa. 1-0 ni katika kujitoa. Sote tunajitolea. Kwa hiyo mnachangia vichango? Si hatuchangii michango. Hatuchangishi michango, sijui katika kusajili utoe pesa. Hapana. 1-0 haipo hivyo. Kwa kama nikija mimi sijiwezi, ni maskini, mtanisupport? Tunakupokea kwa mikono miwili. Ndio kisi Mwenyezi Mungu anaposema katika Qur'ani. Endapo utapata mgeni, mpokee kwa mikono miwili. Yes, asante sana. Huu ndio msimamizi wa 1-0 amekuja hapa kuongea mawili matatu kwa sababu 1-0 bro. You welcome. Nenda wakupe nafasi kule ndio ka stay back man. Yes, asante sana bro. Shout out man. Yes, this is No Parking TV Burundi again and again.